Mechi ya kwanza watu wamepigana bakola, watu wa Azam, kwa nini mmeifunga Yanga? Azam wacheze 11. Alafu Yanga wacheze 6 tu. Inakuwaje? Yanga anachukua pointi 3 anaondoka zake. Kwa sana mwaka huu. Na mimi nilikuwa naona bora tu mpambanie huko. Maana kwenye ligi ya ndani huko. Huko ligi ya ndani. Mwaka huu kama mimi sitachukua bingwa wa shirikisho nitakuwa na makosa makubwa. Utakuwa na makosa makubwa? Makubwa sana. Kuona makosa yale ya kwamba mtu anatoka kila bingwa anashuka kwenye shirikisho, wakabadili sheria. Na walibadilika kwa sababu ya Yanga kwamba alikutana vibonde hivi. Kama tutabaki kujiona kwamba sisi tuko wanne kwa ubora barani Afrika, tutakwenda kuzalilika. Yanga anajua brother, hakuna mtu ana mahesabu makubwa katika ligi yetu kama Yanga, hamna. Kuzungumza na Mzee Masatu baada ya kwamba siku kadhaa hapa alikuwa yuko bize mambo mengi na nini, lakini leo nimepata nafasi ya kuzungumza naye, nikasema leo naanza na Mzee Masatu asubuhi mapema nimwambie Yanga wameshinda, wamempiga Azamu. Nyesi mnawatumaga watu akamfunge Yanga. Pigwa. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko kwenye maeneo yetu kujidai kama kawaida. Kama kawaida. Mimi nilikuwa najua matokeo. Wewe ulikuwa unaumia kuiangalia. Mimi sinajua. Ile mechi ya kwanza watu wamepigana bakola, watu wa Azam, kwa nini mmeifunga Yanga? Sio kweli. Abubakari anaipenda Yanga kuliko Azam mwenyewe mwenye timu yake mwenyewe. Sana. Kwamba Abubakari anaipenda Yanga kuliko Azam mwenyewe timu yake. Kwamba mechi ya kwanza yani kakasirika kwa nini mmeifunga Yanga? Na ndio maana angalia mechi ya juzi, kwa naangalia kipande kimoja golikipa hapa na Central anafuata mpira kule kwenda unakwenda kudaka kwenda kule mpira. Unatoka kwenye eneo lako la kujidai la kwenye 18 yako la 12 yako unakwenda mita 40. Sasa anafuata mpira ukafanya nini kule? Cheza kwa miguu na udaka. Ila Azam likamatwa. Waliangalia. Wananiambia kwanza, wakashangaa kama ile ni Azam. Kwa nini? Yaani walikuwa naiona bora hata JKT inaweza kuleta nini? Ushindani mkubwa kama ile Azam ambayo inasajili mamilioni ya shilingi wachezaji wake. Watu wamekamatwa. Ndio nakwambiaje? Mimi ndio sikutaka kuhangaika na ile mechi kwa sababu nilijua. Ulijuaje? Nilijua. Yaani ulijua kwamba hapa Yanga kwanza Yanga afanye uzembe, kwa Yanga uweza kushinda hata goli 5. Alikuwa anataka kushinda goli 5. Yanga hata goli 5 ungepata kwa Azam. Kwa nini? Sasa Azam ilikuwa timu ile juzi, mechi ya juzi. Sasa walikamatwa na Yanga. Ndio nakwambia hivi, Yanga afanye uzembe pia. Yanga wamechoka. Wakikuwa kwenye kasi yao, Yanga alikuwa anajipigia magoli mengi tu. Yaani kwa Yanga angekuwa kwenye kasi yake, yaani alikuwa anaweza kushinda mengi tu. Mimi kila siku naambiaga hivi, mechi ya Azam na Yanga wacheze 8 au 6. Alafu Azam watimie. Hii baby tukatafuta rekodi hii kauli iweke vizuri kwanza. Unasema Azam wacheze 11. Alafu Yanga wacheze 6 tu. Inakuwaje? Yanga anachukua pointi 3 anaondoka zake. Azam 11 Yanga 6. Ya bebe anakuambia mimi. Ile mechi ya kufungwa ile ya kwanza ile, kuna watu wamekosa kazi pale, kuna watu wamesimamishwa. Kwa nini Yanga mnaifunga? Hizi timu kwa nini wameifunga Yanga? Timu tuziache kama zilivyo. Kumbe wamepigana bakola kwa nini? Wao kama jana mechi ya juzi burudani na inarudiwa na Azam inarudiwa mara kwa mara ile mechi. Sasa hivi kaa tu naonyeshwa. Sasa kazi yao kuonyesha mechi zilizopita. TV ya Azam, timu ya Azam iliyofungwa, timu ya Azam. Lakini wanavyoionyesha Yanga utafikiri Yanga ndio timu yao. Uweze kuona chekisho ajabu. Yaani Yanga kila dakika inaonyeshwa mechi inacheza na Azam inafungwa Azam. Brother, jifikirie sana maneno hayo bwana. Jifikirie sana. Basi bora Yanga anacheza na Azam, nyewe mnakutana na vibonde kimataifa. Chagamba, nataka nikueleze kitu cha ukweli. Tena hii ndio nataka swali hilo nimeniuliza, jambo zuri sana. Niwaombe viongozi wa klabu ya Simba. Katika hili nataka niliweke vizuri. Fani. Kama tutabaki kwenye ile akili kwamba yule kibonde nani? Stellenbosch tutafeli. Kwa sababu gani? Nataka nikwambie Chagamba kitu cha muhimu sana. Hakuna mechi yenye thamani kubwa kuliko mechi zote tulizocheza Simba ni hii ya tarehe 20 na Stellenbosch. Simba tumekwama mara 2 South Africa. Ndio Kaizer Chiefs ndo Pilot nazikumbuka.
Simba tumekwama mara 2. Kwa nini nasema naomba uongozi wa klabu ya Simba? Wanasema mvivu huwa halimsubiri jua. Mvivu halimsubiri jua. Yaani ukimaanisha? Yaani mvivu huwa halimsubiri jua. Wewe lala tu, jua inatembea. Saa 1, saa 2. Alikuweza kusubiri. Wewe lala tu. Kwa nini nazungumza hivyo? Viongozi wa Simba waitane wote. Wote. Wala katika kipindi kilichofikia hiki wala si cha kubaguana tena. Waitane wote. Waweke mezani mambo matatu. Kwa nini tumekwama South Africa miaka 2? 2017 mpaka 2025 tumekwama South Africa mara 2. Tujiulize, kwa nini tulikosa ubingwa mwaka 1993? La mwisho tujiulize sasa, tulimfunga vipi Zamalek akiwa bingwa na sisi tukiwa lachi? Haya wakikaa mezani ndio nakwambia mvivu jua alimsubiri. Wakikaa mezani katika hiyo wakaweza kuanza kuyadadabua. Ni kutafuta namna gani ya sisi tarehe 20 ya kushinda hiyo mechi. Lakini wale Stellenbosch wale si vibonde tu wale. Blaza wanakwenda kumtoa bingwa wa shirikisho. Zamalek alishinda kuchanga karata tu. Zamalek ni kwamba amezidiwa au timing ya nyumbani wametafuta suluhu. Huku yeye akajua na kwenda kwenye penalty, watu wanakwenda kupiga msumari mmoja tu inchi 6. Kwamba tafuta goli 2 sasa kama koleo mwanaume. Tafute wewe goli 2. Na watu waweza kupiga wakarudi golini kwao, wakamiliki mpira wakacheza. Ile timu ni nzuri. Na chotoka kueleza hivi, kama tutabaki kujiona kwamba sisi tuko 4 kwa ubora barani Afrika, tutakwenda kuzalilika. Kama nilivyokuambia tarehe 9 tuko uwanjani kwamba mechi ya leo Simba na mambo makubwa mawili. Simba kumweka kwenye level kubwa barani Afrika ama Simba kuzalilika. Sasa hii tunayokwenda nayo tarehe 20 ina thamani kubwa kuliko mechi zote za Simba tulizocheza. Zote tulizocheza zile thamani yoyote, mechi zote tulizocheza zile thamani yoyote. Hii ya nusu finali ndio ina thamani kubwa zaidi, inafuta zote zilizopita. Na ndio maana nakwambia viongozi wa klabu ya Simba waitane, waweke mikakati. Waliite benchi ya ufundi, walieleze 1993 tumekosa ubingwa ndani ya ardhi ya Tanzania hata kikombe hiki. Tumekwama mara 2 South Africa. Je, tulimtoa vipi Zamalek sisi kwenye mashindano haya? Wakipata majibu hayo watakuja na jibu sahihi la maandalizi ya 100% ya sisi kwenda katika mechi yenye thamani mbele yetu tarehe 20 kwenda kushinda. Na uwanja umefungwa ule. Hii wa kwetu Tanzania matengenezo Msigwa dakika 15 tu anaacha. Ile ingekuwa kafu, ingekuwa TFF tungejua, lakini serikali wenyewe uwanja wao kwa matengenezo. Ile wala sikupe tabu sema. Hiyo umefungwa mazima sasa hivi. Watatupa tu. Kama hataki yuko Hussein Mwinyi na Zanzibar yake ana viwanja viwili vizuri. Tunatondokea Zanzibar. Kama wao watakuwa tutaki hapa sisi, tutakwenda Zanzibar. Wala tuna shida. Kule nyumbani tunashindwa kusafiri? Ushindwi. Tunashindwa kusafiri? Haiwezekani. Sasa tunafanyaje namna hiyo? Lakini tunataka kueleza klabu ya Simba waweke akili timamu, yani hakikisha kwamba mechi tunakwenda kucheza ni ngumu mno. Yaani kila nikiwachungulia South Africa, kila nikiwachungulia mnakufa nje ndani. Wale ndio maana nakwambia kwamba hakuna, yani wale wafananisha hata nani au Bravo. Mimi naona hata kiwango chake kilikuwa kidogo kuliko wa jamaa. Wale Sterling. Unajua tatizo la South Africa wao wako serious sana na mambo yao kitaka kufanya. Wanacheza mpira halisi, hauna makando kando. Acha pia hata hivyo. South Africa wameamua. Kwa sababu hawana sababu ya kushindwa kucheza mpira. Nina rafiki yangu mmoja huyu ndio kwake Juma Kaseja. Yeye maisha yake yote anaishi South Africa. Naelewa. Anaishi South Africa. Wanaandaa watoto wadogo kuanzia miaka 5, miaka 6, miaka 7, yani sehemu zote za South Africa. Kwa hiyo ilichobaki kwa South Africa ni kuunganisha vipaji
Waafrika Kusini ni wengi zaidi kuliko wageni. Ndio. Waafrika Kusini ni wengi zaidi kuliko wageni kwenye ile timu. Sio, umeelewa? Na ndio tunahitaji tufanye maandalizi ya kutosha kama kweli sisi tunahitaji kwa mabingwa wa shirikisho. Ila mimi nimesema tu, yaani kila nikipiga darubini hivi mimi nawashuhudia wale. Pamoja na kuwashuhudia, na kuna kitu kingine kukumbushe. Wakati mwingine Simba tunaizoea kwa sababu iko jijini Dar es Salaam, tunakutana na wakina Jiani Shahua, tunazungumza, tunakutana na wakina Kibu Dennis na kuna Pimpi Kamara, tunakutana nao, tunagonga nao chai. Tunaiona kama Simba ya kawaida sana. Lakini blaza, pia Simba sio timu ya kawaida sasa hivi. Hiyo nataka kueleza mimi kwamba Simba ni timu moja ya kisayansi sana, na ukitaka ujue Simba inajua mpira, basi uwe na sayansi ya mpira wa miguu. Mimi ninachotaka kueleza, wala sitaki kudanganya, maandalizi yakifanyika ya 100%, ndio Simba ndio nafasi ya kuwa bingwa wa shirikisho. Yakifanyika 100%. 100%. Yaani mvivu alimsubiri jua. Wakae kuanzia sasa hivi. Wala wasibaguane watu. Wakusanyane wote. Wana Simba wote wa juu wote wakusanyane, wakae meza hii moja. Waite benchi la ufundi, waliulize linahitaji nini. Tuweze kushinda, mnahitaji nini kukaa Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam. Haijalishi mnakaa wapi. Mimi wale wamba nilivyowaona wale. Mimi washuhudia hivi. Unajua walikuwa South Africa. Nimewashuhudia. Umewaona. Lakini nachotaka kueleza, Simba ni timu ya aina yake ya sasa hivi. Acha mazoea pia. Nakuonya sawa. Chagamba, mimi nakuonya, acha mazoea. Ni kweli wale ni wazuri, sikatai. Ni wazuri, wamefika hatua nzuri kama tulivyofika sisi. Lakini pia sisi usizitoe. Mimi sijawatoa, nimesema tu nyesi mnaangaliaga majina. Lile jina si jipya lile. Majina mapya siku zote yana mazala sana. Na ndio maana tahadhari naiweka mapema kwenye klabu ya Simba. Hayo tuirejee yale ya nyuma kwanza, kwa sababu hata mitihani tunayofanya ni ile ya nyuma iliyopita. Mnaletea tunafanya mazoezi, lakini tunafanyaje? Lakini mzee Masatu, naam, Wanayanga wanasema nyinyi mmekutana na vibonde mpaka mlipofika hapa. Timu za group stage hazieleweki, zina majina mpaka ya watu. Timu iliyokutana na robo finali ndio hiyo Almasiri, hiyo nusu finali ndio hao hapo ambao mimi nimewaona, yani at least hawa. Wako wapi? Hawa South Africa. Sasa huwezi kuona kama watu wa Yanga wanataka kwenda kupimwa. Kwa nini? Kwa mashindano wao si walikuwepo? Yepi? Kwenye klabu bingwa? Klabu bingwa alikuwepo. Imekuwaje? Si alitoka tu, sasa klabu bingwa anashirikisha sawa. Wao wametolewa klabu bingwa. Mwalimu wa Almasiri anamwambia Genius Fadlu Davis, anamwambia uko unafanya nini? Wapi? Kwenye shirikisho unafanya nini? Ndio kiwango chanu kile. Mbona sio kiwango chako? Wewe umekuja kutuonea huku. Mwalimu anasema wewe umekuja kutuonea huku, Genius Fadlu. Wewe hukuwepo kwenye kiwango chako, ni chakula kwa wenzako. Sasa nyinyi ndio kiwango chenu kiliwapeleka kule. Kwa sababu no. Ni matokeo ya ligi ya NBC ndio niliamua kuniweka huko. Unanielewa? Lakini hainiondoi kwenye ubora wangu kama watu wenye kujua mpira duniani kote kujua kwamba mimi huko niko kimakosa. Na ndio maana nakwambia hivi, mwaka huu kama mimi sitachukua bingwa wa shirikisho nitakuwa na makosa makubwa. Utakuwa na makosa makubwa sana. Kweli. Na sitapata tena ubingwa katika maisha yote. Kweli. Lakini wewe unafikiri ungekuwa klabu bingwa ndio ungetoboa? Klabu bingwa kule watu wako serious kule. Ungetoboa. Tena kule ilikuwa rahisi zaidi. Kwa nani sasa? Hata alikuwa Real. Kwa sababu timu za Misri za sasa hivi ambao inaonekana na unafumu kidogo, hata Pyramid naye, kwa sababu huwezi kushinda goli 4 nyumbani na kwenda kufunga goli 3. Si mtu mahesabu tu. Kwa kawaida ni kawaida sana safari wa Misri. Angalia anavyosuasua Al Ahly mwaka huu. Wanasuasua tu. Yaani hakuna mechi rahisi kama za kukutana na Waarabu katika mashindano ya klabu bingwa na shirikisho. Ni rahisi mno. Na ndio maana nilikwambia hata siku ile nilikuwa natamani sana mimi nikutane na Zamalek. Kazi yangu ilikuwa rahisi zaidi kuliko kukutana na Waswahili. Wewe ulisikia kwa sema Zamalek ana hasira na nyie, bora mpewe Waswahili. Wale afadhali kwa sababu tunajuana. Wale Zamalek. Zamalek tunajuana. Lakini nachotaka kueleza kwamba Simba ya mwaka huu
ni Simba bora sana, ni mpaka uwe mwanasayansi wa kujua mpira wa miguu kuiona Simba kama ni bora sana. Simba ni bora sana, Simba ni bora, lakini inayohitajika ni maandalizi tu. Mimi naona bora Yanga alipofika finali alikutana na timu zinazo. Yanga timu zote alizokutana nazo rafiki yangu zote zilishuka karibu, zilizobaki kurudi kama sio mbili zilikuwa 3, lakini zingine zilishuka daraja. Na ndio maana shirikisho la soka barani Afrika baada ya kuona makosa yale ya kwamba mtu anatoka klabu bingwa anashuka kwenye shirikisho, wakabadili sheria. Na walibadili kwa sababu ya Yanga kwamba alikutana vibonde akawaburuza. Wakasema kuna mtu atakuja kutokea chizi hapa, atakuja kubeba kikombe bila kuwekeza hela nyingi kwenye mashindano yetu. Kwa hiyo tunatengeneza kanuni zingine ngumu. Ni wao ndio wamesababisha Yanga. Lakini tunaona ndoto za Mohamed Dewji zinataka kwenda kutimia kama alivyotuahidi wana Simba kwamba ndani ya miaka 5 au 6 au 7 basi tutastahili kuwa mabingwa kwa kati ya vikombe viwili hivi, shirikisho ama klabu bingwa. Sasa mwaka huu ni wa kwetu. Ni maandalizi tu yaliyobaki blaza, maandalizi tu. Kwa nini tunakwama South Africa? Basi kwa nini tunakwama South Africa? Basi hilo kama viongozi watakaa wakatafakari wakalifanyia maamuzi sahihi, nina imani timu iko vizuri, vijana wameimarika, Pipi ni kama yupo yani kwa penalty tu mmepita. Ule kama mwaka 93 kwa Mohamed Mwameja ilikuwa inafikia sehemu ya penalty, Mwameja anamwambia sogeni mbele. Kwamba sogeni mbele. Sogeni mbele. Yaani goli hamna hapa, anambia timu pandisheni. Acheni anayepiga na mimi mniache naye. Na ni kweli anaichukua na ianzisha. Yaani akidaka hiyo. Hiyo kipigwa na idaka na ianzisha. Mwanaume kutoka Mwakidira Tanga huyo. Anaambia sogeni mbele. Yaani ikitokea penalty tu anawaambia niache pandeni, sogeni mbele. Niacheni na huyo mtu anayepiga. Ndio inavyofikia kwa Pipi ni kama kwamba sasa hivi itafikia tu ikifika penalty anaambia Simba, anawaambia Panzu shaua Kibu tangulieni juu, hii ngome iko mikononi, ndio kuelekea kwa sababu ile aliyofungwa ilipita kwenye vidole. Spring yake ya kufuata ule mpira alichelewa kidogo. Kwa hiyo tuna uhakika kwamba tuna kila namna ya kujidai ya kutengeneza maandalizi yetu vizuri 2025 kwetu. 2025 wa kwenu. Mimi naona maneno ya Mo Dewji yanakwenda kutimia kama viongozi hawatalisubiri mvivu jua limsubiri. Sisi tunaweza kufanya mambo makubwa sana mwaka huu. Na mimi nilikuwa naona bora tu mpambanie huko maana kwenye ligi ya ndani huko. Huko ligi ya ndani. Huko ligi ya ndani ni ngumu. Huenda bingwa asipatikane mwaka huu. Huenda bingwa asipatikane mwaka huu. Kwa nini? Dabi si ipo. Na watu dabi wanajua ndio kikwazo cha ubingwa. Wanakujaje? Sasa mechi zilizobaki utashinda zote. Nani? Hakuna mashaka blaza. Hiyo au waliobaki hawa. Mpaka Yanga mwenyewe ndio anakimbia. Ndio hataki. Yaani ukitaka upigwe na watu wa Yanga waambie dabi ipo afu uone. Wao wameshakwambia tangu juzi jana nalia Alikamwe wamepata ubingwa tayari. Sasa wewe unafikiri nani kumsimamisha Yanga sasa hivi? Simba si yupo dabi wakubali? Unapataje ubingwa bila kucheza na Simba? Na hiyo sasa itakuwa raha kama Yanga wanakuja kuwapiga mechi ya mwisho ya dabi afu ndo wanapiga. Na Yanga haji anajua. Haji wapi? Yanga anajua kilichoko katika Simba sasa hivi Yanga anajua. Brother, hakuna mtu ana mahesabu makubwa katika ligi yetu kama Yanga, hamna. Hakuna mtu mwenye mahesabu makubwa ya ubingwa katika Yanga. Yanga wana hesabu kubwa zaidi kuliko hata nyie Simba. Ndio maana nakwambia hataki dabi, kasha ibagua dabi haitaki. Kwa sababu akija dabi tu ubingwa hana. Kwisha. Lazima pambanie ngangania hapa kwamba ligi ishie hapa. Na hivi kiishia hivyo na sisi tuweze kubali bingwa anapatikanaje? Lazima dabi icheze. Lazima dabi icheze. Na sisi ndio kwenye kuchukulia ubingwa pale. Pale kwenye dabi. Na Yanga aishajua kabisa hapa mimi sitoboi ubingwa na ukosa na mimi dabi siitaki. Ni uweni. Ni uweni dabi. Siitaki dabi. Ligi imeshaisha. Mahesabu hayo. Na ndio maana angalia walishangilia sana baada ya mechi na Azam ilivyoisha. Kwamba ligi imeisha.
Kwamba ligi imeisha? Ligi imeisha. Kwa nini? Kwamba ndio mechi ya mwisho kwa ambao walikuwa naiona ngumu kwa sababu dabi si haipo au haitaki. Sasa kama dabi haipo, mechi hazijatimia 30 za kucheza, tunafanyaje? Boss. Unaniharibia bana. Unaona bana? Kwa kama dabi hakuna, Yanga bingwa. Sikubali tu hivyo. Na ubingwa tuweze kutangaza kwa sababu mechi sasa timia. Atakuwa amecheza mechi ngapi Yanga? Yanga atakuwa amecheza mechi 29 na wewe bingwa mechi 30, tunakubali vipi? Mechi tumeshaiacha kasi, hiyo iko kasi hiyo. Wapi? Ilisharudi iko Dar es Salaam. Ilisharudi hapa tena. Dar es Salaam ilisharudi ipo hapa Dar es Salaam. So kasi hawaamu tena. Sasa TFF mpaka wapeleke vielelezo vyao. Kwamba sisi hatuna cha kuwaletea vielelezo, mwenendo wa kesi sisi hapa tukuletewa, wamekuja huko amwene wala hawezi kuamua mpaka wapate mwenendo wa TFF. Imeisha hivyo. Sasa yafanyaje? Kwa Simba bingwa shirikisho msimu, Yanga bingwa ligi kuu. Na Yanga bingwa mwaka huu hamna. Hamna. Sasa ubingwa unapatikanaje bila kucheza na Simba? Kwa ubingwa hamna. Hamna. Ngoja tusubiri tuone. Ubingwa kwa sababu ubingwa ni mechi 30. Wewe unapataje ubingwa na mechi 29? Haiwezekani. Sasa kasi ndo watoa pointi 3 za mezani. Hakuna. Sheria duniani kwanza hakuna ya pointi za mezani. Hakuna. Mbona Zamalek wamepewa? Ile ni kanuni, mechi inachezwa wanatimia wote. 2021 Yanga ndio ilikuwa akosa pointi 3. Kwa nini? Mechi ilikuwa saa 11 imepelekwa saa 1. Akasema mmeahirisha nje ya masaa 24. Ndio. Hakurudi. Ndio. Marefu alikuwepo uwanjani, kamisa alikuwepo uwanjani, kila mtu, viongozi wote walikuwepo. Simba pointi 3 walipewa? Hakupewa. Sasa wewe upewe vipi hapa ambapo watu wako majumbani wamelala na wameambiwa mpira hakuna? Unapewaje pointi 3? Yanga anajitekenya mwenyewe, anacheka mwenyewe. Lazima wamkabe Mpanzu kwanza. Bila kumkaba aliye Mpanzu, jia nishahua. Ubingwa hakuna mwaka huu Tanzania. Ujumbe wako wa mwisho sasa peleka kwa wana Yanga na wana Simba wanakuangalia. Mimi naomba wana Yanga ili waweze kuwa mabingwa. Hatu wakatali kuwa mabingwa, lakini dabi iwepo. Na mkipigwa dabi hilo liweze kutokea. Wale wazee wale. Wale wazee wale. Wazee gani? Wale wazee wale. Wewe pia. Wale wa Yanga. Wale ni wazee. Kwa nini wanakimbia? Kwa nini wanakimbia? Mimi niwaombe tu wana Yanga wote walipo wakubali dabi, waweze kuwa mabingwa sahihi. Wewe mbona zamani uko unaambia endelee kugoma sasa hivi unaambia wakubali kwa sababu ubingwa hauwezi kuwepo tena. Hauwezi kuwepo. Sasa ubingwa unapataje mechi 29? Hakuna mechi, yani hii lazima ichezwe, lazima. Yanga wewe bingwa acheze mechi 30. Mechi 30 basi. Lakini zaidi ya hapo bingwa naona atakuwa hakuna kama dabi hamna. Sababu hakuna mtu huyu anadai mechi moja ya kucheza, wewe unadai upewe pointi 3. Hapo kinakuaje? Haiwezekani. Unadai nicheze, unadai pointi 3 mezani. Mimi na 29 na una 29. Huo 30 kwa nini tunaukimbia? Tuweke uwanjani. Kasi ataamua. Hakuna. Hiyo rafiki yangu, tumwombe Mwenyezi Mungu, mechi ile ni ngumu, mechi ni ngumu ya tarehe 20. Yaani Simba itakuwa kae kwa makini mkubwa, wajipange, waite benchi la ufundi linahitaji nini. Yaani waache bla bla kote walikofanya ni kama ndondo. Mechi ya muhimu na yenye thamani kubwa kuliko mechi zote, Chagamba ni ya nusu fainali kwenda fainali. Mechi ya muhimu kwa Simba msimu huu na ya lazima na yenye thamani kubwa ni dhidi ya Stellenbosch kutoka South Africa, ambayo itakuwa ikimtoa Simba nusu fainali kwenda fainali, kulingana na kauli ya mzee wangu mzee Masatu. Hapo kitatokea nini? Tusubiri hiyo tarehe itakapofika. Mzee Masatu atakuwa uwanjani, Mwenyezi Mungu akijalia uhai, alafu tuone ni kitu gani ambacho Simba kitatokea pale. Shukrani sana kwa kutufuatilia.